Je, umewahi kujiuliza kwa nini unaomba sana kanisani lakini bado unaishi bila amani moyoni? Je, Mungu hasikii maombi yako ukiwa peke yako? Au ni kwamba tumefundishwa vibaya mahali pa kukutana na Mungu? Usifunge hii video, kwa sababu leo tutajifunza ukweli ambao Yesu mwenyewe aliishi. Na ukweli huu unaweza kubadilisha kabisa namna unavyoomba, unavyoishi na unavyomtafuta Mungu. Sehemu ya kwanza. Tatizo la maombi ya maonyesho. Katika kizazi cha leo, tumefanya maombi yaonekane kama tukio, sio uhusiano. Tumezoea kuomba pale kuna mkusanyiko mkubwa, pale kuna kipaza sauti, pale watu wanaona, pale sauti inasikika. Lakini swali ni moja. Je, Mungu anapendezwa na kelele au moyo? Yesu hakuwahi kupinga maombi ya watu wengi, lakini Yesu alipinga maombi ya kuonekana. Mathayo 6, mstari wa 5 mpaka wa 6, Yesu anasema, msiwe kama wanafiki, maana wao hupenda kusali hali wamesimama katika masinagogi na katika pande za njia, wapate kuonekana na watu. Bali wewe, uombapo, ingia chumbani mwako, ukisha kufunga mlango, muombe Baba yako aliye sirini, na Baba yako aonaye sirini atakulipa. Yesu hajasema kanisa ni baya, lakini anasema maombi ya kweli hayategemei mahali, bali moyo. Sehemu ya pili. Yesu mwenyewe alikuwa anasali faragha. Hili ndilo jambo ambalo watu wengi hawapendi kulisikia. Yesu alipata nguvu zake nyingi akiwa peke yake. Kabla ya miujiza mikubwa, kabla ya maamuzi mazito, kabla ya mateso, Yesu alijitenga. Marko 1:35 anasema, asubuhi na mapema, kungali giza, aliondoka, akaenda mahali pasipokuwa na watu, akaomba huko. Angalia maneno hayo. Asubuhi na mapema, kungali giza, mahali pasipokuwa na watu. Hii haikuwa ajali. Huu ulikuwa mtindo wa maisha wa Yesu. Luka 5:16 anasema, lakini yeye alikuwa akijitenga jangwani akiomba. Sio mara moja, sio tukio, ilikuwa kawaida. Yesu hakusema, leo niende kanisani kwanza ndipo niombe. Aliomba jangwani, aliomba mlimani, aliomba usiku, aliomba wakati wowote, aliomba peke yake. Sehemu ya tatu. Yesu hakuhitaji mahali maalum. Watu wengi leo wanaogopa kuomba mahali fulani. Unaona mtu anasema, hapa siwezi kuomba, hapa pa kazi hapafai, hapa barabarani si sahihi. Mara utasikia, kanisa lile ndilo lenye upako, nikisali pengine sipati upako. Nikuuliza tu, kwani mjui kuwa Mungu yuko mahali popote? Lakini Yesu alifundisha wazi. Yohane 4:21 mpaka 24. Haitakuja saa mtakapomwabudu Baba katika mlima huu wala katika Yerusalemu. Mungu ni roho, nao wamwabuduwe yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Hii ni statement nzito sana. Yesu anasema, mahali si muhimu kuliko roho. Unaweza kuomba ukiwa njiani, ukiwa kazini, ukiwa kichakani, ukiwa chumbani, ukiwa kwenye daladala, hata ukiwa umekaa peke yako usiku, mchana na hata jioni. Kwa sababu Mungu hayuko kanisani tu, yuko kila mahali. Zaburi 139 mstari wa 7 mpaka wa 10 anasema, nitaenda wapi nijifiche na roho wako? Nikipande mbinguni, wewe uko huko. Nikitandika matandiko kuzimu, wewe uko huko. Sehemu ya 4. Uhusiano wa faragha ndiyo unajenga nguvu. Watu wengi wanataka nguvu ya Yesu, lakini hawataki nidhamu ya Yesu. Yesu alipata nguvu kwa sababu alitumia muda peke yake na Baba. Alizungumza na Baba bila kelele, bila watu, bila kamera. Luka 6:12. Siku zile alikwenda mlimani kusali, akakaa huko usiku kucha katika kusali kwa Mungu. Usiku kucha, peke yake, hakuna applause, hakuna mashahidi. Hapo ndipo nguvu halisi inatengenezwa. Na hapa ndipo ukweli mchungu ulipo. Kama huwezi kukaa peke yako na Mungu, bado hujamjua Mungu vizuri. Sehemu ya 5. Uhalisia wa maisha yetu ya kila siku. Leo tunaishi maisha ya pressure. Kazi, familia, majukumu, msongo wa mawazo. Watu wengi wanafikiri, nitangoja Jumapili au Jumamosi,
nikasali katika kanisa fulani. Lakini maumivu hayangoji Jumapili wala Jumamosi. Majaribu hayangoji Jumapili wala Jumamosi. Hofu haingoji Jumapili wala Jumamosi. Ndiyo maana Mungu anataka ujue, unaweza kuomba popote, wakati wowote. Unaweza kumwambia Mungu shida yako ukiwa umekaa peke yako mahali popote na wakati wowote, sababu Mungu yuko mahali pote na halali wala hasinzii. Unaweza kulia kimya kimya ukiwa njiani. Unaweza kuomba ndani ya moyo wako hata ukiwa katikati ya watu. 1 Wathesalonike 5:17. Ombeni bila kukoma. Hajasema ombeni kanisani bila kukoma. Amesema bila kukoma. Sehemu ya 6. Hii haimaanishi kanisa ni baya. Na hapa ni muhimu sana kueleweka vizuri. Kwenda kanisani sio vibaya. Ibada ya pamoja ni muhimu. Neno la Mungu linajengwa kwenye ushirika. Waebrania 10:25. Wala tusiache kukusanyika pamoja, kama ilivyo desturi ya wengine. Lakini ukweli ni huu. Kanisa halibadilishi mahusiano yako binafsi na Mungu. Kanisa linaimarisha, lakini halibadilishi. Makusanyiko ya pamoja yapo kujenga mahusiano na wenzetu zaidi kuliko Mungu, sababu maisha ni watu pia. Kama huombi peke yako, maombi ya kanisani yatakuwa kelele tu. Mungu hataki ratiba zako, anataka moyo wako. Sehemu ya 7. Mungu anatazama utayari wa roho. Isaya 57:15. Ninakaa mahali palipo palijuu na patakatifu, pamoja na yeye aliye na roho iliyovunjika na kunyenyekea. Mahali palipo patakatifu mbinguni, na pia moyo ulio tayari, moyo mnyenyekevu. Hapo ndipo Mungu anakutana na mwanadamu. Leo nataka ujue hili. Usiogope kusali peke yako. Usingoje umati. Usingoje madhabahu. Usingoje mtu akuone. Anza mahali ulipo. Anza sasa. Anza moyoni. Yesu alifanya hivyo, na ndipo alipata nguvu ya kubeba msalaba. Kama ujumbe huu umefungua macho yako, subscribe chaneli yetu Neno Kweli. Like video hii. Shiriki na mtu anayehitaji uhuru wa kuomba bila hofu. Andika kwenye comments, Mungu yuko popote. Hii ni Neno Kweli.